Klabu ya Yanga leo Mei 5 imetoa majibu kuhusiana na kile ambacho walikipokea kutokana na barua ambayo ilitolewa na mahakama ya usuluhishi ya masuala ya kimichezo CAS, ambapo rasmi leo klabu ya Yanga imethibitisha kwamba imepokea taarifa hiyo, ambapo taarifa hiyo iliwashauri Young Africans waweze kurejea kwenye kamati za ndani za ligi kuu pamoja na TFF ili waweze kusuluhisha shauri hilo, then ikiwa kama itashindikana hukumu ambayo itatolewa ndio waweze kuirejesha kule CAS ili kuweza kupata majibu sahihi. Sasa taarifa hiyo Young Africans inaeleza hivi: taarifa kwa umma. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025/A/11298. CAS imeielekeza Young Africans Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu ya juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kupambania haki yao kivyo vyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Hiyo ndiyo taarifa kwa umma ambayo imetolewa na kamati tendaji ya Young Africans, yani ile kamati yote, viongozi wote wa Young Africans ndio wameshirikiana kwa pamoja kutoa taarifa hii. Msimamo wa Young Africans bado uko wazi vile vile kwamba hawatashiriki mchezo namba 184 kati yao dhidi ya Simba Sport Club ambao ulipangwa kuchezwa, ilikuwa ni Machi 8 lakini ukashindikana kucheza mchezo huo kwa kile ambacho kinadai Simba Sport Club walishindwa kufanya mazoezi, hivyo akatoa taarifa ya kugomea mchezo huo na kusema kuwa hawatoshiriki mchezo huo. Lakini baadaye TFF pia na wakasema pamoja na bodi ya ligi wakasema wamewairisha mchezo huo. Sasa Young Africans wametoa taarifa kwa umma wakieleza kuwa msimamo wao ni ule hawatocheza mchezo huo na wako tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile. Ikiwa kama Young Africans hawatopeleka timu uwanjani na TFF wakapanga ratiba, basi Young Africans inaweza kukutana na adhabu hizi. Ya kwanza ni kunyang'anywa alama 15 kwenye NBC Premier League, lakini pia wanaweza kushushwa daraja. Kwa hiyo Young Africans wenyewe wamesisitiza kwamba wanayanga na timu nzima iko tayari kupambania haki yao kivyovyote vile, iwe kushushwa daraja, kunyang'anywa alama 15, wao wako tayari ili kusudi mwisho wa siku waweze kuziweka kanuni hizi za ligi na upendeleo ambao unaendelea kwenye ligi yetu kama ambavyo wanaeleza kuwa uweze kuondoka na haki iweze kutendeka kwa timu zote. Huo ndio msimamo wa Young Africans mara baada ya kupokea majibu kutoka pale CAS, ambapo watu wengi walikuwa wakihusubiria kujua je, Yanga watazungumza nini kuhusiana hichi ambacho kinaendelea. Tunasubiri kuona TFF na bodi ya ligi watafanya nini kwa sababu ligi inaelekea mwishoni. Je, watapanga mchezo huo na Young Africans hawatofika uwanjani au itatafutwa suluhu mapema then mwisho wa siku majibu yatapatikana, hii mechi pengine huenda ikachezwa au maamuzi akatolewa kwa mtu kupewa alama 3. Kwa stories zetu usisahau kusubscribe na kuturn on post notification ili kuwa kwanza kuzipata update zote. Hii ni Scope Media, till next time, bye bye.